Amen. Na wakaribisheni tena katika ibada ya siku ya leo, tunapoenda kuangalia maandiko matakatifu. Ujumbe wa asubuhi ambao umehubiriwa na Pastor Yeri umekuwa ujumbe wa baraka. Ulikuwa ujumbe wa baraka siku ile ya 31 mwaka jana, na umekuwa baraka vile vile siku hii ya leo, na tumaini kwamba litakuwa la msaada katika maisha yetu, haswa katika mwaka huu ambao tunauendea, mwaka wa 2026. Pasipo kupoteza wakati wenu, tafadhali twende katika kitabu cha waraka ule wa Yakobo. Mlango ni ule wa kwanza, mstari wa 22 na mstari hadi mstari wa 25. The book of James, chapter number 1, verse number 22 to 25. Yakobo, waraka ni ule wa Yakobo, mlango ni ule wa kwanza, mstari ni ule wa 22 hadi ule mstari wa 25. Nitasoma mbele zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msahulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Lile juma lililopita, Jumapili ya mwisho wa mwaka jana, tuliweza kuangalia mistari hii, hasa tukiangalia mtu huyu anayelisikia neno la Mungu peke yake, jinsi anavyotangamana na neno la Mungu, anapolisoma, anapolistadi, anapolisikia katika mahubiri, mwisho wake ni kusikia tu. Tukaangalia ni mtu wa aina gani, anakaa vipi, na miisho yake ni miisho ya aina gani. Tukasema kwanza kabisa ni mtu ambaye jinsi Yakobo anavyoweka picha yake, ni mtu anayeonekana kuliangalia neno la Mungu kwa ukaribu na kuweza kutaka kujua labda linasema aje ama linamaanisha nini, ila mwisho wake analisahau. Nikasema Jumapili iliyopita kwamba kusahau huku si kule kupoteza tu kumbukumbu kuhusiana na jambo fulani, bali ni kupuuza kwa sababu ya priorities, mambo aliyopatia kipaumbele. Neno la Mungu sio mojawapo. Nikanukuu mwandishi mmoja aliyesema ya kwamba mtu kama huyu, mafundisho kuhusiana na mbingu, mafundisho kuhusiana na Mungu, mafundisho kuhusiana na uzima milele ni mafundisho mazuri, ila kwake yapo mambo mengine yaliyo bora, kama kazi yake, kama masomo yake, na mambo mengine tofauti tofauti chini ya jua yaliyo ni kipaumbele kuliko neno la Mungu lenyewe. Na ninamshukuru Mungu tuliweza kuyafanya hayo Jumapili iliyopita, kuweza kukupatia nafasi ya kuweza kuwaza na kujiuliza, kujitathmini ikiwa umeweza kuenenda na neno la Mungu katika mwaka uliopita, ama wewe umekuwa msikiaji tu peke yake. Umeweza kwa mwaka mzima kulisikia neno la Mungu na wala haukulitilia maanani. Ninatumai ya kwamba umeweza kujiangalia na kujipima na kujiangalia ulikuwa wapi, ikiwa ulikuwa katika mtu tuliyemtazama msikiaji peke yake au la. Na siku ya leo tunaenda kuangalia huyu mtu ambaye Yakobo anamuita mtendaji wa neno, the doer of the word. Nitasoma mstari ule wa 22 na ule mstari wa 25. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Mstari wa 25. Wacha nianze mstari wa 24. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Now,
Yakobo anapotoa amri hii katika mstari wa 22 anasema kwamba iweni watendaji wa neno. Ndio amri ambayo Yakobo anaitoa kwa hawa ndugu, na ile juma lililopita nilisema kwamba Yakobo anawaandikia waumini. Angalia ule mstari, mlango wa kwanza mstari wa pili, anasema kwamba ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu mbalimbali. Nao neno ndugu zangu katika maandiko matakatifu, hasa mitume wanapoandika na Yakobo anapoandika, inaashiria familia ya watu wa imani moja walioweka tumaini lao kwa Yesu Kristo. Anawaita ndugu. Ila katika pia mstari ule wa kwanza mlango wa pili anasema hivi: ndugu zangu, imani ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wa utukufu msiwe nayo kwa kupendelea watu. Anawaita tena ndugu zangu. Anawaandikia Wakristo waliotawanyika, na akitoa amrisho ili iweni watendaji wa neno, anaongea na watu waliookoka, anaongea na watu waliogeuzwa mioyo yao, anaongea na watu ambao wamezaliwa mara ya pili, anaongea na watu ambao neno la Mungu limepandwa ndani ya mioyo yao, neno linaloweza kuokoa. Ni amri anayoitoa kwa waumini, ni amri anayoitoa kwa waliookoka. Ila siku ya leo ningependa tukaweze kuangalia, je, huyu mtendaji wa neno ni mtu wa aina gani? Anakaa vipi katika kutangamana kwake na neno la Mungu? Na katika haya tena, ndugu zangu, ningependa mkaweze kujichunguza nafsi zenu na haswa maisha yenu, ikiwa nyinyi ni watu wa aina hii. Wakati Jumapili iliyopita nilisema kwamba wasikiaji wa neno tu, watu wa aina hii, kila siku kwa sababu ya tabia yao hii wanajilimbikizia ama wanajiongezea, wanakuwa katika dhambi, wanadorora katika dhambi. Maana kila wakati wanapoambiwa kwamba lifanyeni hili hawafanyi. Jumapili inayofuata wanapoambiwa wafanye hili, wakikosa kulifanya, wanazidi kudorora na kuimarika katika udhambi wao. Na huyu ambaye nataka tukaweze kumwangalia siku ya leo, kwanza kabisa wacha tuangalie neno hili. Ni mtendaji huyo, ni mtendaji wa neno la Mungu. Nao katika lugha tena ile iliyotumwa kuandika maandiko matakatifu, Agano Jipya, neno hili liko na maana hii: to do, to make, to accomplish, describing someone who does something as his occupation, such as a poet or an author. Neno hili mtendaji linaongea kuhusiana na mtu ambaye ndio kazi yake anayoifanya kila siku, ya kwamba unapomwangalia na kumtaja, huwezi kumtaja kinyume na kitu ambacho anachokitenda, anachokifanya. Sio maisha yake tu ya kila siku, bali yeye mwenyewe. Kwa lugha nyingine, he is a maker of something. Sio tabia tu yake, ni yeye mwenyewe alivyo, ni mtendaji huyo. Yakobo anapo waangalia waumini na kutoa amrisho ili, anawaangalia waumini kwa njia hii, ni watendaji, na si watendaji tu wa vitu kule nje, ni watendaji wa neno la Mungu. Ila ile Jumapili nyingine nilisema hivi ya kwamba Yakobo katika kuandika hatumii maneno tu katika hewa. Nikiweza kulivuta zaidi wazo hilo, Roho Mtakatifu hatumii tu maneno kwa sababu ya kuyatumia. Yakobo anasema hivi: msiwe wasikiaji tu. Na hilo neno tu nikasema liko na maana kubwa, maana kabla mtu awe mtendaji wa neno lazima awe msikiaji kwanza. Mtu hawezi kuwa mtendaji wa neno ikiwa kwanza hajakuwa msikiaji wa neno. Lazima awe mtu wa kulitazama neno la Mungu, lazima awe mtu wa kulisikia neno la Mungu, ndio awe mtendaji wa neno. Na yasema haya kusema hivi: mtendaji, mtu anayefanyia kazi neno la Mungu, kwanza kabisa lazima awe msikiaji. Ila tofauti na yule wa kwanza, siyo msikiaji tu.
Na huyu mtu ni wa aina gani? Angalia jinsi Yakobo anavyosema katika mstari ule wa 25. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo huru na kukaa humo, asiyo msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Na Yakobo anarudia neno hili, aliyeitazama. Na katika mstari wa 23, msikiaji, tuliambiwa anajiangalia. Katika mstari wa 25 tunaambiwa huyu mtendaji wa neno anaitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru. Na neno kutazama yako na mawazo haya: kuinama chini, kuangalia kwa makini. Na labda nitumie mfano huu utakuwa bora, japokuwa siku hizi sio kweli sana. Na katika kitambo, angalau kitambo kidogo, watu walikuwa na tabia ya kuokota pesa. Siku hizi hamna tabia hiyo. Pesa siku hizi kuokotwa ni maajabu. Lakini wakati mtu unatembea na ghafla unaona kitu ambacho kinakaa kana kwamba ni sarafu labda ya shilingi 20, sarafu ya shilingi 10, na unapofikia mahali ambapo unaiona, unajaribu kutazama kwa makini, na hatimaye wakati mwingine inakubidi uweze kuinama na kuangalia kama macho yako yanaona sawa. Na ukitazama, ukichunguza na kuona kwamba ni fedha, unaichukua. Ukitazama na ukikazia macho yako na kuona kwamba sio fedha, unainuka na kuendelea na shughuli zako. Na neno kutazama katika matumizi ya Yakobo ni mtu wa aina hiyo, mtu anayelitazama jambo kwa makini, na si kulitazama tu kwa makini, ila analisongelea kwa karibu mno, ili kuhakikisha yale ambayo anayaangalia kule. Na huyu ndio mtu ambaye Yakobo anasema ni mtendaji wa neno la Mungu. The phrase looking into in ancient Greek spoke of a penetrating examination, so that a person will even bend over to get a better look. James stresses doing of the word, but doesn't neglect studying God's word. Huyu anaye inama na kulitazama na kuiangalia, ambaye Yakobo ameita sheria kamilifu ya uhuru, ambaye tuliangalia tukasema kwamba ni neno la Mungu. Anasongelea na kutazama kwa makini mno yale ambayo yako mbele yake. Anakaza macho yake kwa neno la Mungu, anafikiri kuhusiana na neno la Mungu, anatazama kwa makini neno la Mungu, analidurusu, or if you like, he studies the word of God. Ndivyo alivyo mtu huyu aliyeitwa msikiaji ama mtendaji wa neno. Haji tu kanisani, haji katika ibada tu, ila akiwa katika ibada, neno la Mungu linaposomwa, akili yake kwa makini kwa yale yanayotamkwa, yanayosemwa na yule anayehubiri. Wakati ni usomaji wa maandiko, asikizi tu kwa umbali wa kusikiza tu, bali anajaribu he is engaging his mind in the reading of scriptures and even in listening to the preaching of the word of God. Ndiyo tabia ya mtendaji wa neno. Angalia, mtu kama huyu hawezi kuja kanisani na kujishughulisha na mambo mengine. Mtu kama huyu, neno la Mungu linapoendelea, hawezi kujishughulisha na vitu vingine nje ya neno la Mungu, maana mwisho yake ni kuweza kukazia macho neno la Mungu, kuweza kulitazama na kuliangalia kwa makini yale ambayo neno la Mungu linasema. But James says something else about this doer of the word. Look at verse number 25. Mstari wa 25 tena. Lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo. Anapokaza macho yake, anapoliangalia neno la Mungu, anapolisikiza neno la Mungu kwa makini, kukaa humo. Na neno hili kukaa humo kwa lugha ya Kiyunani parameno means this: to stay near, that is remaining, literally to tarry. Figuratively, be permanent, persevere, to abide, to continue.
Now, mawazo ya neno hili hasa katika wale walioweza kutafsiri maandiko haya wametumia mambo matatu katika kutafsiri neno hili parameno. Now the first word they use is persevere, the second word is to continue, and the third word it is to abide. Now neno kukaa or to persevere iko na mawazo haya: huweza kulipatiliza neno la Mungu hata katika mahali pagumu, usipoweza labda kuweza kulipatiliza, ama sehemu ambayo inaleta uchungu katika wewe kulipatiliza neno la Mungu. Na labda haya tunaweza kuiangalia kadri tunavyosongea huko mbele. Now the word to continue, which has also been translated from the word parameno, has this idea to apply God's word consistently. Kila wakati kuweza kulitenda, kuweza kulipatiliza neno la Mungu katika maisha yako. Na kuna watu wako na tabia hii, wako na tabia ya kuchagua ni neno gani la Mungu wataweza kulipatiliza katika maisha yao, na maneno lengine la Mungu kuweza kuliwekea mbali. La hasha! Mtendaji wa neno la Mungu anapolisikia neno la Mungu, anapolisoma, anapolikazia macho, analitenda kwa njia ya kuendeleza kila anapolisikia neno la Mungu. And the last word, abiding, has this idea, as the idea of making God's word your lifestyle, who you are. Na yote haya ni kweli kuhusiana na mtu ambaye ni mtendaji wa neno la Mungu. As he acts or do God's word, all these are true. He perseveres, he continues, he abides in God's word. He should persevere as he does God's word, but also continue in abiding in it. Mtendaji huyo, wakati anapolisikia neno la Mungu linapofika katika masikio yake na katika mawazo yake, anapoliwaza, anapolifikiria kwa makini, hata katika sehemu ambazo ni ngumu kuweza kulizitekeleza, imempasa kuweza kulifanyia kazi neno la Mungu, kulipatiliza katika maisha yake. Sio mtu kuchagua kwamba leo nitafanya hivi alafu labda kesho nitafanya kivingine. La hasha! Analipatiliza neno la Mungu kila siku, na kupatiliza neno la Mungu ndiyo maisha yake. Na kwa lugha nyingine tunaweza kusema mambo haya, and this is the lifestyle of a Christian. This is a Christian lifestyle. Mtu anayelitenda neno la Mungu kila siku. Na labda kwa mfano nikaweze kuyaleta maandiko kadha mbele zako ambayo yanaweza kuwa magumu kuweza kuyapatiliza katika maisha yako, ila neno la Mungu limekuagiza kaweze kuwa mtendaji wa neno. Angalia kitabu, najua ni kitabu ambacho tunakifahamu, Waebrania mlango ule wa 10. Waebrania mlango wa 10 mstari wa 24 na mstari ule wa 25. Ni maandiko ambayo tumeyaambiwa mara kwa mara. Yanasema hivi: tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika pendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia. Na mawazo ambayo inayahitaji katika kitabu hiki cha Waebrania, hasa mlango wa 10 mstari ule wa 25 ni haya: lipo agizo, lipo amrisho hili ya kwamba na msiache kukusanyika. Na mwandishi akiongea habari hizi anaongea hasa kuhusiana na siku ya kwanza juma, siku ya Jumapili, wakati ambapo watakatifu wanapatana pamoja katika mawazo yao, wakiwa na mawazo haya ya kwamba ndiyo siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka kutoka katika kaburi baada ya kufa siku 3. Wasiache kukusanyika pamoja, kumsifu, kumtukuza Mungu na kusikiliza maandiko yakisomwa pamoja, yakihubiriwa. Na ikiwa kuna andiko gumu ambalo labda umeweza kulipuzilia mbali katika mwaka uliopita, ni hili hapa katika Waebrania mlango wa 10 mstari wa 25, wewe kususia ibada.
Angalia, linaweza kuwa jambo gumu, haswa wakati mama yako mzazi, mama yako vya amekuja katika nyumba siku ya Jumapili na kusema, angalia, nimekuja kuwatembelea, na kuweza kusema hivi ya kwamba kwa sababu mama yangu amekuja kunitembelea leo, sitaenda ibada. Ili ukaweza angalia kumpendeza mama yako ama kumpendeza mama yako vya. Naweza kuwa vigumu kutii amrisho ili, maana imefika wakati ambapo pendo lako na kwa Mungu ama pendo lako kwa neno la Mungu na pendo lako kwa mzazi liko katika mizani. Na katika mwaka uliopita, si pendo la wale wengine limezidi kuliko pendo la Mungu, maana hata ibada umesusia kwa sababu hizo. Na si hayo tu, tunaweza kuziepuka kazi za Jumapili ile tumeweza kuzipatia kipaumbele na kususia kukusanyika na watakatifu wengine. Ni andiko, ni amrisho, ni neno la Mungu ambalo tumelisusia mno, tumelipuzilia mbali, maana viko vitu ambavyo tumevipatia kipaumbele. Si tabia ya mtendaji wa neno. It's not the character of the doer of the word of God. Si hayo tu maandiko magumu. Angalia kitabu kile cha Mithali mlango ule wa 3. Kitabu cha Mithali na mlango ule wa 3 mstari wa 9 hasa. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ikiwa ipo sehemu ambayo Wakristo wamesusia kutoitii na kutoiangalia na kutoifanyia kazi katika maisha yao, ni hili moja hasa, sehemu ya kwanza mstari huo, mheshimu Bwana kwa mali yako. Kati ya mafundisho ya mwisho ya mwaka jana ni kuhusiana kutoa kwa Biblia, utoaji wa hiari, kumtumikia Bwana na vitu vyako alivyokubariki navyo. Na hata katika mtumishi Shadraka alipokuwa anatuelekeza na anapotufundisha, ni si vyako hivyo, ni Bwana amekupatia, ni Bwana unamrejeshea. Ila hata umekuwa mchoyo mbele za Mungu, kwa hiari nitasema, umepuuzilia mbali kulitii neno la Mungu kwa sababu ya kujinafasi maisha yako, kwa sababu ya kuweka sawa matamanio yako, mapenzi ya mwili wako, mapenzi kwa jamii yako yamekuwa mno kupita penzi kwa neno lake Mungu. Mheshimu Bwana kwa mali yako yote. Kutoa kumedhoofika na hata wengine kuacha kabisa. Sio tabia ya mtendaji wa neno, ni tabia ya msikiaji wa neno. Ndio tabia yake hiyo. Anaposikia maagizo anapotolewa, yanamfanya mioyo yake, unaweza hisia zinampanda na kusema kwamba nitafanya. Nimeona kwamba wasitoe jinsi inavyotakiwa kutoa, ila kuanzia Jumapili inayokuja itaanza kutoa. Ila akienda nyumbani, tumbo lake linakuwa Mungu wake, mavazi mazuri yanakuwa Mungu wake, maisha ya starehe yanakuwa Mungu wake. Anapuuzilia mbali neno la Mungu na kwamba lazima mheshimu Bwana kwa mali yake. Siyo tabia ya mtendaji wa neno. Nimewaletea mafundisho, maandiko haya mawili, maana najua kama kuna mambo ambayo tumetekeleza kwa mwaka jana kwa kiwango kikubwa, basi ni mambo haya. Hatuiheshimu siku ya Bwana, haituipatii kipaumbele siku ya Bwana. Siku ya Bwana katika mioyo yetu na mawazo yetu haina mashiko yoyote. Ndio maana siku ya Bwana inaweza kuwa siku ya wewe kufanya yote ila kuitelekeza ibada takatifu yake Mungu. Mipango yako ya kutembea inaweza kuwa leo. Mipango yako ya kuosha nguo, hata kama utachelewa ibada, ndio inaweza kuwa leo, maana wewe ni msikiaji tu wa neno. Ila yapo maandiko tu mengi ambayo
Kwa wakati wako labda utaenda kuangalia kitabu cha Wagalatia 6, wakati Paulo baada ya kueleza kazi ya msalaba na kwamba watu wafanyike haki kwa matendo, baada ya kuyasema hayo, katika mlango wa 5 na mlango ule wa 6 anasema ni jinsi gani haya mambo tunaweza kuyapatiliza katika maisha yetu. Na moja mambo hayo ni haya kwamba mmebeane mizigo nyinyi kwa ninyi. Watu wa imani moja, watu wa nyumba moja, mmebeane mizigo ninyi kwa ninyi. Katika karne ya leo, katika kanisa la leo, ni andiko gumu kulitekeleza, maana tumejawa na ubinafsi. Hatuwezi hata kusema angalau mwaka huu mimi kama mzee wala sitanunua nguo, wala angalau watoto wa dada, watoto wa ndugu fulani nikaweze kuwabariki na hizo. Ubinafsi umetujaa mno. Sio tabia ya mtendaji wa neno lake Mungu. Anapolitazama, anapolisikia neno la Mungu, analitenda hata kama ni gumu kwake. Hebu atizama mwanamke ambaye amezoea yeye kuwa kichwa hata kwa jamii yao. Yeye ndio firstborn na ndio anateua maelekezo kwa nyumba, hata kwa watoto wale ndugu zake wa kidogo wa kiume. Anapokuja kwa ndoa, anakuja na mawazo hayo, anakuja na tabia hiyo, anakumbana na neno la Mungu, lazima ajitiishe chini ya mume wake. Sio andiko rahisi ya kuweza kulitimiza, lakini ni sharti, ni lazima. Ikiwa kazi ya neema imefanyika ndani ya moyo wake, lazima awe mtendaji wa neno, ijapokuwa ni gumu mno. Hachagui kwamba leo Jumapili hii wiki wacha nitafanya, nitaomba wiki inayokuja nitaruka, nitaenda ile wiki nyingine. La hasha, ombeni pasipo kukoma. Tabia ya mtendaji wa neno ni kulipatiliza neno kila siku, na tabia hiyo kuwa sehemu ya maisha yake. Bwana aturehemu na atusaidie katika mwaka huu ambao tumeingia, tusio wanafiki katika kanisa, ya kwamba tukitoka hapa tumesikia, ila tukiachana hapa unarudia maisha yako yale yale. Tazama mtu ambaye amezoea kuishi maisha yake kama kijana kiholela, kujihusisha katika masuala ya ngono nje ya ndoa kila uchao, na sababu kubwa ambayo sisi vijana tunatoa ni kwamba mwili umenishinda. Je, ni mambo rahisi? La hasha. Ni sharti tulitii neno lake Mungu na tuwe watendaji wa neno la Mungu ikiwa tunaikiri imani, maana hiyo ndiyo tabia ya mtendaji wa neno. Hata maandiko magumu na mazito, tena sharti lazima tuyatii na kuyafanyia kazi. Angalia, tabia hii ya utendaji wa neno haimo ndani yetu. Angalia, watoto wanakuja pale Jumapili Sunday school, na nafikiri kazi moja ya wazazi ni hii, kuhakikisha kwamba watoto wao wanawalea katika misingi ya neno lake Mungu. Na watawaleaje watoto katika misingi ya neno la Mungu ikiwa kwanza kabisa watasikia neno la Mungu na kuishi? Pili, kuwasaidia kuwa watendaji wa neno. Na nafikiri kazi moja wazazi ni ikifika Jumapili ikiisha, kuwauliza watoto wao kwamba mmefundishwa nini leo, na kuwasaidia kama wazazi jinsi ya kulipatiliza lile neno waliofundishwa katika maisha yao, hata katika utoto wao. Utaulizaje na hata wako wauruhusi kuja Sunday school mwanzo utaanza kuuliza aje na watoto wako unakuja nao 3:30, 5:00. Watoto wako utawaulizaje na ndio kwanza kabisa mnachelewa nyote ibada? Iweni watendaji wa neno. Ndiyo tabia ya Mkristo, ndiyo tabia ya wote ambao kazi ya neema imefanyika ndani ya mioyo yao. Kuna kisa hiki ama hadithi hii ukipenda, ya wachungaji 4, na wachungaji wote wakawa wako na jinsi wanavyotangamana na neno la Mungu. Na mchungaji mmoja akasema hivi, mimi napenda tafsiri fulani ya maandiko, maana tafsiri hii lugha yake nyepesi naweza kuielewa. Mchungaji wa pili akasema, la hasha, mimi napenda tafsiri fulani ya maandiko, maana lugha yake iko karibu na lugha ya Kiunani na lugha ile ya
Kiebrania. Watatu wakasema mimi napenda tafsiri fulani ya maandiko, maana katika tafsiri hiyo katika maneno yake imewekwa maneno ya kisasa, inaweza elewa haraka. Mchungaji wa 4 akanyamaza kwa muda, kisha akaongea akasema mimi napenda tafsiri ya mama yangu. Wachungaji wale watatu wakuuliza, mama yako ametafsiri maandiko? Akamwambia ndiyo, mama yangu ametafsiri maandiko. Ametafsiri maandiko katika maisha yake ya kila siku, na ndio tafsiri njema bora niliyoiona kabisa chini ya jua hili. Ezra katika kitabu kile cha Ezra 7 mstari wa 10 anasema hivi, nimekutafuta. Let me read there. Ezra chapter number 7 and verse 10. Ezra mlango ule wa mlango wa 7 mstari wa 10. Nitasoma maneno ya Ezra haya yanasema, kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana kwanza, pili akisha kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kwanza kabisa kuitazama na kuiangalia sheria kamilifu, sheria uhuru ya Mungu, kuiangalia kwa kimakini, kuisikiliza inaposoma. Lakini baada ya kuifanya hiyo, sio kwenda kufundisha, sio kwenda kuhubiri injili kule nje, la hasha. Kwanza kabisa anapofanya haya ni yeye mwenyewe kuitilia maanani na kuitenda. Ndiyo tabia ya mtu ambaye kazi neema imefanyika katika moyo wake. Ni msikiaji wa neno, analisikia neno la Mungu, analidurusu, analiangalia neno la Mungu, lakini haishii hapo tu, analifanyia kazi neno la Mungu. He does the word of God. Someone say this, that it's a big responsibility to own the Bible. Ni majukumu makubwa mno wewe kuweza kuwa na Biblia, maana imetakiwa, imekupasa wewe kufata yale yaliyoandikwa humo. Anaangalia, anatazama kwa makini, ana study neno la Mungu, anasikiza maandiko matakatifu yanaposomwa, anasikiza mahubiri, lakini pia anafanyia kazi hata wakati sio rahisi kutekeleza. Hebu angalia hili. Angalia yule, tufikiri hivi kwamba wale wamama wanalala pale Sabasaba na pale Posta Town, yupo mmoja ni Mkristo, anapigwa na baridi na yuko na watoto ambao wamewazaa wote, labda aliyo kabla katika siku zake nyuma akazaa nje ya ndoa na baba tofauti. Wote wamekuwa pale na mtoto wake amekufa na njaa, ama amekufa na baridi na pneumonia kwa sababu ya mazingira anayolala kila siku. Yeye mwenyewe ni mgonjwa, ameshikwa na ugonjwa kwa sababu ya kukosa lishe bora. Alafu katika shida hizo zimeendelea kwa miaka 10, alafu bado anakumbuka maandiko haya, ombeni bila kukoma. Sio mambo rahisi mengine kuyatekeleza na kuyafanya, ila ikiwa Mkristo, sehemu yako unapotangamana na maandiko ni kuwa hivi, kuwa mtendaji wa maandiko matakatifu. Turudi katika kitabu cha Yakobo. Na tabia hii yake imeunganishwa na baraka. Tabia ya huyu mtendaji wa neno imefunganishwa na baraka. Na Yakobo anasema hivi kwa mtu kama huyo,
Lakini aliitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikiaji msaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri. Na nafikiri mchungaji amefanya kazi bora kueleza hilo neno heri. Si neno afadhali, lina maana ya mtu aliyebarikiwa. Amebarikiwa huyo ambaye anafanya hivi, amebarikiwa ama ni atakuwa heri katika kutenda kwake. Na katika maandiko matakatifu, ikiwa ipo baraka ya kwanza ambaye mwanadamu anapata, ni katika jinsi anavyotangamana na maandiko matakatifu yake Mungu. Katika sehemu kadha wa kadha katika Biblia takatifu, nje Yakobo, imetajwa hivi kwamba jinsi unavyohusiana na sheria ya Mungu, jinsi unavyohusiana na neno la Mungu, kumefunganishwa baraka nako. Hebu angalia kitabu cha Yoshua mlango ule wa kwanza na mstari ule wa 8. Joshua chapter number 1 and verse number 8. Musa amekufa. Joho la Musa la kazi hii ya kupeleka watu hao katika nchi Kanaani limevikwa Joshua. Ni kazi ngumu na ni kazi nzito, ila Bwana anamwambia haya, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali atafakari maneno yake mchana na usiku. Alafu angalia anavyosema Bwana Mungu, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Alafu matokeo yake ni gani? Maana ndipo utakapofanikiwa njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Baraka na kuendelea na kufanikishwa kwa Yoshua, na ukipenda kwa Israeli yote, kumefunganishwa jinsi watakavyotangamana na neno lake Mungu. Na kwanza kabisa ni baraka za rohoni kwanza kabisa, lakini pia katika baraka zetu katika maisha yetu ya kila siku chini ya jua. Na Yakobo hakutuambia ni baraka gani tutapatiwa, ila hili moja Yakobo imesema kwamba yoyote ambaye ni mtendaji wa neno na si msikiaji tu ni heri, atabarikiwa na Bwana katika yote anayoyatenda. Na inaweza kuwa katika uzima, amina. Inaweza kuwa katika kazi, amina. Inaweza kuwa katika ndoa, hajasema, lakini mmoja tunajua ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na anaposema atatenda. Ikiwa amesema unapokuwa mtendaji wa neno utabarikiwa, wewe utabarikiwa unapokuwa mtendaji wa neno. Tofauti na msikiaji tu idanganya nafsi yake. Angalia Zaburi 1:1 tena, mstari ule wa pili. Huyu mtu ambaye hakwendi katika shauri la wasio haki, wala simama katika njia ya ukosaji, wala haketi barazani pa wenye mizaa. Mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Na neno kutafakari ni zaidi tu ya kufikiria, iko na maana ya kuweza kuifanyia na kuitendea kazi. Mtu kama huyu, mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyanyuki, na kila alitendalo atafanikiwa. Aliye na tabia hii, mtu ambaye ni mtendaji wa neno lake Mungu, amebarikiwa katika haya. Angalia maandiko haya mengine, Yohana Mtakatifu mlango 13 mstari ule wa 17. John chapter number 13 and verse number 17. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Now Yesu anaongea na wanafunzi wake kabla ya kufa kwake, na anaeleza mambo kadha wa kadha. Anasema kwamba mkiyafahamu hayo, heri ninyi mkiyatenda, mumebarikiwa ninyi mkiyatenda. John 13 verse number 17. Angalia kitabu cha Luka Mtakatifu mlango ule wa 11 mstari wa 21. Luke chapter number 11 verse number 28. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Wamebarikiwa wanaolisikia neno la Mungu
na kulishika na kulifanyia kazi. Huyo ndio mtu ambaye Yakobo anatuwekea mbele zetu, aliyetufia pale msalabani. Ndivyo anavyotarajia tukawe watu wa kulitenda neno lake, tukawe watu wa kulifanya neno lake kila siku. Ni maneno aliyomalizia katika Mathayo 7:24 na 25, anapomaliza katika mahubiri yake pale mlimani. Yesu Kristo anaongea kuhusiana na mtu huyu ambaye analifanya neno lake, analisikia neno lake na kulifanya. Atakuwa kama mtu ambaye nyumba yake imejengwa katika mwamba ulio imara. Dhoruba itakuja, itapiga, nyumba itayumba, ila haitaanguka. Tofauti na yule aliyesikia maneno ya Yesu ila hayakuyatilia maanani ama hakuyatenda. Kwa nini tuwe watendaji wa neno? Why should we be doers of the word? First of all, because it's God's command. Kwa nini tuwe watendaji wa neno? Maana ni sheria yake Mungu. Mungu ametuamrisha yeye mwenyewe. Mungu ako na mamlaka ya kuweza kutuambia nini cha kufanya na nini si cha kufanya. Kwa nini tuwe watendaji wa neno? Maana Mungu ameamrisha tuwe watendaji wa neno. Kabla hata dhambi haijakuja, Mungu alikuwa na mamlaka kutuambia nini cha kufanya. Unakumbuka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 16, and the Lord God commanded Adam. Ana uwezo wa kutuamrisha, maana ni muumbaji wetu. Mungu anajua nini chema kwetu, anayajua yote. Kwa nini tuwe watendaji wa neno? Maana Mungu ameamrisha tuwe watendaji wa neno. Iweni watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu. Kwa nini tuwe watendaji wa neno? Maana ndio njia ya kutakaswa kwetu. How do we grow in holiness? Tunakuwaje katika utakatifu? Tunakuwa katika utakatifu wakati tunalipatiliza neno la Mungu katika maisha yetu kila siku. Tunapokuwa katika utii wa neno la Mungu, tunakuwa katika utakatifu. Tunapolitii neno la Mungu kila uchao, kila siku na kulitilia maanani, tunakuwa katika utakatifu. Angalia ili neno la Yesu, ombi la Yesu katika Yohana 17:17. Yesu katika ombi lake kwa Baba anaongea hivi kuhusiana na wanafunzi wake na wale wote ambao watasikia kupitiana nao: watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Njia ya kutakaswa kwetu, kadri tunavyokuwa watendaji wa neno, tunatii neno la Mungu, basi nasi tunakuwa katika kutakaswa kwetu. Why should we be doer of the word? Because God has commanded, because it is the means to holiness, to grow in holiness. Now, reasons why people are not doers of the word. Kwa nini sisi sio watendaji wa neno lake Mungu? First and foremost, wacha niliongea hili kwa sababu haswa kwa wale ambao si waumini. Kuna watu wamekuja kanisani miaka na wakasikia maandiko na wakatamani walitekeleze, wakaenda nyumbani wakabakia kuwa vile vile. It's because they are dead in their sins and trespasses. They are dead to the things of God. Unregenerated people cannot be doers of God's word. They even hate it. Katika asili ya mwanadamu ya udhambi wake, nje ya kazi ya Roho Mtakatifu katika moyo wake, hawezi kulitekeleza neno la Mungu. Na kwa sababu labda ya mazingira aliyokuwa, anaweza kuvifanya na kuvitenda vitu ambavyo vinaonekana kwamba viko katika maandiko matakatifu ya Mungu. Kwa mfano, mtu ambaye katika kukua kwake wazazi wake ni watu waadilifu
na alipoonekana kuna tabia wizi akachapwa sana, na kwa sababu ya kile kipigo alichopata akaamua mimi sitaiba tena. Ama labda katika kuiba siku moja akapigwa na watu karibia afe, akaponea akasema mimi sitawahi iba tena, na akaliishia neno lake, akabadilika katika maeneo hayo. Nao neno la Mungu linasema kwamba usiibe, na inaweza kuwa anafanya hayo si kwa sababu analitii neno la Mungu, ni kwa sababu labda mazingira aliyokuzwa nayo, akajaribu mambo mengine yakamshinda kabisa. Na wacha nimlinganishe mtu huyo na mtu wa aina hii. Kwa mfano, mtu ambaye si mwokovu, ama wacha nitumie hivi, mtu ambaye ni dereva wa gari, na tunajua kwamba haupaswi ukiwa unaendesha gari lako uwe mlevi. Na huyu mtu yeye katika mazoea yake na tabia yake yeye sio mlevi. Na siku moja askari wakawa barabarani wakichunguza ni dereva wapi ambao ni walevi, na wakao na kile kifaa wanachokutumia kuangalia mambo haya, na madereva kadha wakapita wakashikwa kwa sababu ya ulevi. Huyu mmoja ambaye si tabia yake akakuja, na aliposhikwa akaangaliwa akapatikana kwamba sio mlevi, na akapongeza kwamba wewe umeifuata sheria, umeifuata sheria ya hii nchi, maana umetakiwa usilewe unapoendesha, na umeifuata. Na ukweli ni kwamba huyu ndugu hakufuata sheria ya nchi kwa sababu aliifuata tu, aliifuata kwa sababu yeye sio mazoea yake kufanya hivyo. Ukimpata kwengine utapata amevunja sheria ya nchi hiyo. Na nasema haya kusema hivi ya kwamba mtu ambaye kazi ya neema haijafanyika ndani yake, kulitii neno la Mungu ni ngumu, maana ni kinyume na asili yake. Atahubiriwa kila siku, ataenda nyumbani, atasikia labda kuchoma siku zingine, atasema kwamba nimeacha tabia ya kulala na wadada, nimeacha tabia ya kulala na wanaume, nimeacha kutoka nje ya ndoa yangu, mimi kuanzia leo nitamtii mume wangu, mimi kuanzia leo nitampenda mke wangu peke yake, mimi kuanzia leo nitaheshimu ibada. Ila yakamshinda kwa sababu kazi ya neema haijafanyika ndani yake. Ninakuita mchana wa siku leo, ikiwa ulisongelea neno la Mungu na kulifanyia kazi, kwako tabia yako kubwa ni kulipuzilia mbali, tazama moyo wako, uchunguze ikiwa kazi ya neema imefanyika ndani yako au la. Ila kwa waumini, kwa nini sisi sio watendaji wa neno? Or in other words, why is it hard for us to be doers of the word? Because of the conformity to the world, because we are friends with the world. Kwa nini ni kazi ngumu kulifanyia kazi neno la Mungu? Maana sisi tunageuzwa na neno kufuatisha namna ulimwengu huu, maana sisi ni marafiki wa dunia. Neno la Mungu ni gumu, ni zito kulitekeleza, maana makundi tunayokaa kila siku yanatuvuta na kutuelekeza katika dhambi. Marafiki wetu, mazingira yetu kila uchao yanatusongeza katika dhambi. Mambo tunatangamana katika simu zetu, katika kompyuta zetu yanatuelekeza katika dhambi. Ni vigumu kulifanyilia neno la Mungu kazi ikiwa sisi na ulimwengu ni marafiki. It is hard for us to be doers of the world because we are conforming to the world. We are friends with the world. Now why is it hard for us to be doers of the world? Now, haya nitayaunganisha pamoja. Because of prayerlessness and depending on ourselves instead of the Holy Spirit, Spirit of Christ, God himself. Hatuwezi kulipatiliza neno la Mungu. Imekuwa jambo gumu na zito, maana sisi sio watu wa maombi. Na sisi sio watu wa kumtegemea Mungu katika kulifanya neno lake, tunajitegemea sisi wenyewe. Angalia maneno ya Yesu katika Yohana 15 mstari ule wa 4 na wa 5. Anapoongea na wanafunzi wake katika kile chumba cha juu, masaa machache kabla ya kwenda
kushikwa kwake. Naongea kuhusiana na mfano huu wa mzabibu na matawi, na katika mstari wa 4 anasema hivi: kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokuwa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamuwezi kufanya neno lolote, including doing the word of God. Ikiwa kulitii neno lake Mungu unategemea nguvu zako mwenyewe, ikiwa kulitii neno lake Mungu unajiangalia wewe mwenyewe, na ipo nafasi hiyo. Lakini ikiwa unategemea nguvu zako, utaanguka mtihani huu kila siku. Who should you depend on? God. Who should you depend on? Christ. Look at Philippians chapter number 2 and verse number 13. Wafilipi mlango ule wa pili mstari ule wa 13, ukiongea kuhusiana na kazi ya kutakaswa. Angalia mstari wa 13, nitarudia mstari wa 12 baadaye. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, na kulitimiza kusudi lake jema. Without God you cannot do his word. Even for us Christians, pasipo Mungu hauwezi kulitenda neno la Mungu. Ikiwa unategemea juhudi zako kulitii neno la Mungu, utaanguka mtihani huu kila siku. Mama, utaanguka mtihani wako huu, mzee na kijana, kila uchao, ikiwa unategemea nguvu zako kuweza kulitekeleza neno la Mungu. Ikiwa wewe sio mtu wa maombi, hautafua dafu kulitekeleza neno lake Mungu. Mchungaji mmoja amefanya, kama kuna fundisho la maombi nililoliona kwamba la msaada katika mwaka uliopita katika mtandao, ni fundisho la mchungaji mmoja anaitwa Joel Big. Na akasema hivi, ako na mchungaji ambaye yuko South Africa, na huyu mchungaji ni mchungaji wa wachungaji walioanguka. Na huyu mchungaji rafiki yake akamwambia hivi kwamba wachungaji wote walioanguka, wote chanzo chao kikubwa ni kutokuwa watu wa maombi katika vyumba vyao vya siri. Walikuwa watu wa maombi kanisani, wakikusanyika na watu wengine wanaomba, ila katika vyumba vyao vya siri, la hasha. A Call to Prayer, a book by J.C. Ryle, akasema hivi: hatua ya kwanza ya mtu yoyote kuanguka ni kususia maombi ya kibinafsi. You want to be a doer of the word, be a man of prayer. Unataka kuwa mtu kufanya neno la Mungu katika mwaka huu, kuwa mtu kutenda, ama kuwa mtu wa maombi. Why are people not doers of the word? Because they are not intention to be doers of God's word. Hawana malengo ya kuwa watendaji wa neno la Mungu. Angalia Wakolosai, ninakamilisha sasa. Angalia Wakolosai mlango wa 3. Na Wakolosai mlango wa 3 ni kuhusiana na utakaso kwetu. Yapo mambo makubwa ambayo Bwana wetu amefanya. Mlango wa 2 amegongelea sheria ambayo ilikuwa inatudai pale msalabani. Na haya yote ambayo Kristo ameyafanya yanaleta tofauti gani katika maisha yetu? Na mlango wa 3, angalia mstari wa 5 hadi wa 10, kuna mambo nataka kuyawekea msisitizo, haswa kuhusiana na sehemu yetu ya katika utakaso na kulifanya neno la Mungu. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo, lakini sasa yawekeni mbali
nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Mstari wa 9, msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Mstari wa 10, mkivaa utu mpya unaofanywa upya, upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Na katika msisitizo wangu ni haya mambo ambayo Paulo anaongea kuhusiana na sisi kuvifanya. Vifisheni kina nani? Waumini vifisheni. Mstari wa 8, lakini sasa yawekeni. Nani wanayaweka? Sisi tunayaweka. Mstari wa 9, msiambiane kina nani? Sisi. Msiambiane uongo. Mstari wa 10, mkivaa kina nani wanavaa? Sisi tukivaa utu upya. Lakini haya yote usifanye nje haya ukidhani kwamba utayafanya, utayatekeleza kwa uwezo wako. Na huyu ndio mtu ambaye Yakobo anasema ya kwamba uwe mtendaji wa neno, uwe mtu wa kulitazama, kuliangalia neno la Mungu, kulisikiza kwa makini, lakini haishi tu hapo, kulifanyia kazi. Likiwa gumu lifanyie kazi, katika hali ya kuendelea lifanyie kazi, liwe maisha yako ya kila siku. Ndiyo maisha ya Mkristo hayo. Na mwaka huu mafundisho mengi yatatoka hapa. Katika siku ile ya Jumatano yatatoka mafundisho tu mengi. Katika siku ya Jumapili utaelekezwa. Ni kazi yako inapopita katika masikio yako kwa watu kama Waberea, kwenda nyumbani na kuyarudia na kuyatazama na kuyafanyia kazi. Ni mambo ambayo yanakiuka tabia yako ya kila siku, lazima uyafanyie kazi. Ni mambo ni mazito, lazima uyafanyie kazi. Ni mambo unasikia moyo wako unachoka, unatamani kuacha, la hasha, lazima uendelee kuyafanyia kazi. Yawe maisha yako ya kimsingi. Mama, mume wako akikuangalia nyumbani aseme kwamba mume wangu ama mke wangu ni Mkristo. Mume, mke wako akikuangalia nyumbani aseme jambo hili ya kwamba mume wangu ni Mkristo. Kwa nini? Analifanyia kazi neno la Mungu. Yatakuwa hayana maana yakiwa mafundisho yatatoka alafu tutayaacha na kuendelea na maisha yetu. Ni kama msikiaji anayejiangalia kwa kioo na kuenda na kutorekebisha aliyoyaona kasoro kuhusiana na mwili wake. Mafundisho yatatoka ya maonyo, ya kurekebishwa hapa. Yatakuwa magumu na machungu katika koo yako, katika moyo wako. Ila ikiwa kazi ya neema imefanyika ndani ya moyo wako, lazima uwe mtendaji. Ila habari njema ni hii kuhusiana na wewe Mkristo. Haufanyi haya kwa nguvu zako, unafanya haya kwa nguvu zake Mungu ambaye anafanya kazi ndani yako, kwa kunia, kwa kuwaza na kutenda kusudi lake lililo jema. Tunaongozaje na Mungu? Tumesoma katika kitabu kile cha Mithali 16:9. Mungu anatuongozaje? Anatuongoza katika neno lake. Tukiwa wasikiaji, kwa njia nyingine, ile sentensi pastor amesema kwamba ni kama kutaka mipango yetu Mungu, mipango ya Mungu ifuate mipango yetu. La hasha, ni sisi mipango yetu tufuate mipango ya Mungu. Tunafanyaje haya? Katika kulifuata neno lake Mungu. Mwaka huu wote uko mbele yetu. Utakuja kanisani, utasikia mafundisho na kuambia hivi, kuna mengine yatakuwa mazito kuyafanya, ila lazima uyatekeleze. Swali la Mkristo ni hili: nimesikia neno hili, nalipatilizaje katika maisha yangu? Siku moja katika maombi ya Jumatatu tulikuwa hapo na ndugu mmoja akakuja kauliza hivi, nimesikia mafundisho lakini kuna hili mmoja nalipatiliza, nafanyaje kwa maisha yangu? Hili naliapply vipi? Nimelisikia, sijui naliapply vipi? Haya ndo maswali ya Mkristo, ya kwamba hili neno la Mungu nimelisikia, nitalifanyaje kazi mimi? Is that your question whenever you go out from listening to a sermon? Is that your question whenever you are out from studying God's word? Is that your question when you are done reading scriptures?
how will I apply this in my life? And I've said it is good news that si kwa uwezo wetu, ni kwa uwezo wake Mungu. Mtegemee Mungu katika kulifanya neno lake kwa mwaka huu. Yale yaliyo magumu, kuja kanisani kila wakati unapotakikana, katika masuala ya kutoa, katika masuala ya tabia zetu ambazo tumekuzwa katika jamii zetu ambazo ziko kinyume na maandiko matakatifu ya Mungu, vyote ambavyo ni vigumu kuvitekeleza, muwasilishie Mungu kwa maombi, kamtegemee yeye na atakuwezesha. Now, niruhusuni na waomba, muda wangu umeenda na umeisha, ila niruhusuni kwa dakika tu kidogo niongee na yule ambaye tumaini lake haliko kwake Mungu, maana hawezi kulitenda neno la Mungu, na hata kijibidisha kufanya ili neno la Mungu nje ya msaada wake Mungu ni matendo na hayawezi kumwokoa. Niruhusu tu nikaweze kuyasema haya, haswa katika Yakobo tena listen to this word of James. Na haya yanaongea kuhusiana na maombi. Yakobo 4 mstari ule wa 13. Come now, you who say today or tomorrow we'll go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. For you are, what is your life? For you are a mist that appears for little time and then vanishes. Na Yakobo anaongea kuhusiana na maombi yetu, ni kweli, lakini haya ni kweli kuhusiana na maisha yetu yote. Yakobo anafananisha maisha yetu na mvuke. Uko saa hizi na kesho hauko. Juzi nilikuwa kwa kazini yangu, asubuhi ya jana aliyekuwa ameshinda naye jioni akawa amekufa. Maisha ya mwanadamu ni mafupi mno. Kadri unavyoamka ndivyo unavyosongelea kaburi lako. Na wewe ambao uko hapa na tumaini lako liko kwa Kristo. Listen to verse number 19. Chapter number 5 and verse number 19. The second last verse of that book. My brothers, if anyone among you wanders from the truth, and someone brings him back, let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sin. Maagizo ya ndugu haya naongea kuhusiana na mtu yule mwingine. Kipo kitu kinachoitwa mauti ya nafsi, na ni ile mauti ya pili katika jehanamu ya moto milele. Ila lipo jambo ambalo linaokoa, na Yakobo katika lugha yake na aliita hilo jambo the truth. Ikiwa mtu atamleta mtu katika kweli, basi atamuokoa katika mauti ile ya nafsi. Na kweli hii tunajua Yesu Kristo amesema neno haya ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba yangu isipokuwa kupitia kwangu mimi. It is through Christ. Ni kwa Yesu Kristo pekee tunaweza kuokoka nafsi zetu. Unaweza kujitahidi kuja kanisani kila uchao, kuja mapema, ile ikiwa nafsi yako haijakombolewa, nafsi yako itakufa. Tuamini na tuombe. Bwana, asante kwa mchana wa siku ya leo. Asante kwa neno lako lililotoka hadi katika mioyo yetu, mioyo migumu hii, mioyo ambayo Bwana Mtakatifu yaenda kinyume nayo, mawazo ambayo Bwana Mtakatifu yanapulizilia mbali neno lako na halitende. Bwana, wacha neno lako hili likageuze nafsi zetu tukafanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana, tuwezeshe, tusaidie tukawe watendaji wa neno, tukalitekeleze neno lako, tukalipatilize katika maisha yetu, tukiwa kazini, tukiwa nyumbani Bwana, tukiwa kanisani, tukiwa njiani, popote pale ambapo tutakuwa Bwana, tukalipatilize neno lako kila uchao. Wacha Bwana watu kule nje ukatuangalie, na hili neno moja likawe kweli kwamba sisi ni watendaji wa neno. Wacha Bwana hata Mtakatifu kama watuchukie, ila hili likawe kweli ya kwamba sisi ni watendaji wa neno lako.
si washiriki wa giza Bwana, bali ni washirika Bwana wa nuru yako. Tukatembee Bwana mtakatifu katika njia yako ya haki kila uchao. Bwana, tunalifahamu ya kwamba peke yetu hatuwezi. Peke yetu Bwana, mwili wetu na nafsi yetu Bwana kila siku ziko vitani mtakatifu, ili tusiweze kuyatenda tunayopaswa kutenda. Na tunakuomba Bwana, katutie nguvu kupitia Roho Mtakatifu, akatuwezeshe Bwana kulifanyia kazi neno lako kila uchao. Bwana, yupo ambaye mtakatifu mahali hapa ambaye labda hajaweka tumaini lake kwako. Ikiwa Bwana atalitii neno lako na kulifanyia kazi, kwanza kabisa lazima Bwana weke akatangamane na neno lako kwa njia hii, akatubu dhambi zake Bwana mtakatifu, na kugeukia wewe na kugeukia mwana wako Yesu Kristo na kazi yake msalaba. Akatazame msalaba Bwana mtakatifu, na hili likawe kweli ya kwamba mwana wa Adamu kapandisha pale msalabani, si kwa ajili ya dhambi zake, bali kwa ajili ya dhambi yake. Akafa Bwana, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Anapoweka tumaini lake kwake, uzima milele Bwana mtakatifu ndio itakuwa zawadi yake. Bwana, ukapendezwa Bwana mtakatifu, kazi ya kwa neema ikafanyike Bwana kwa mtu kama huyo. Tunakushukuru Bwana kwa siku ya leo, kwa Jumapili hii ya kwanza. Neno lako limetoka kuanzia asubuhi, ndio safari hii imeanza hivi basi Bwana ya masikio yetu kusikia neno lako mtakatifu takatifu. Bwana, tusaidie Bwana, tukawe watendaji wa neno kwa mwaka huu, tukabadilike mtakatifu sisi binafsi, na ikiwa tutabadilika sisi binafsi, basi kanisa lako Bwana mtakatifu litafaidika pakubwa. Ikiwa tutakuwa katika utakatifu, kanisa lako kwa jumla litakuwa katika utakatifu. Ikiwa Bwana tutakuwa katika kutenda kwetu neno lako, basi kanisa lako litakuwa katika kutenda neno lako. Tusaidie, tuwezeshe Bwana, tulipokosea, tulipoenda kinyume Bwana, mahali ambapo hatujapatiza neno lako mtakatifu, tusaidie tukalipatilize neno lako kila uchao. Tukatubu dhambi na makosa yetu, tukarekebishe njia zetu Bwana, kama jinsi Agaya anavyouliza, consider your ways, zitafakarini njia zenu. Wacha tukazitafakari njia zetu, vijana, wamama, wazee na hata watoto wakazitafakari njia zao, na pale mahali ambapo hawalitendi neno lako Bwana, wakarudi kwa machozi katika vyumba vyao vya siri na kutembea nao. Na kupitia jina la mwana kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Niweni radhi na nisameheni kwa muda huu ambao nimeenda sana. Mungu awabariki.